يقول الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى anasema katika Qur'an al-Karim faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Yoyote ambaye anayetaka kukutana na Mola wake, yoyote anayetaka kukutana na Mola wake ili Allah amtazame kwa jicho la huruma, basi jambo la kwanza na afanye matendo mema. Hii sasa falyamal ndio ikhlas yenyewe. Kisha baada ya kufanya matendo hayo mema, wala yushrik biibadati rabbih ahada, asimshirikishe katika ibada hiyo anayoifanya na yoyote kinyume na Allah tabaraka wa taala, kwa sababu wewe unataraji kukutana na Allah tabaraka wa taala. Lazima ujipinde katika khair, lazima tujipinde katika kufanya amal katika mausim haya min mawasim alkhairat walbarakat. Kama tulivyosema jana, ni misimu ya khairi, misimu ya kujipinda, lakini lazima hizo amal ili ziwe ni zenye kukubalika, mambo mawili muhimu sana: al-ikhlas wa mutaba'atu ar-rasul. Lazima amali tunayoifanya yoyote ile iwe ni kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, lakini iyafikiane na yale ambayo aliyotuachia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ma taraka khairan illa dala al-ummata alayhi wala sharra illa hadharaha minhu. Hakuna khairi yoyote ambayo sisi tukaijua kuwa hii ni khairi isipokuwa ile ambayo aliyoelekeza mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hakuna ibada yoyote au wewe ukaijua khairi asielewe Nabii alayhi salatu wasalam, asielewe Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali na wengineo. Kwa hiyo hakuna khairi isipokuwa mtume sallallahu alayhi wasallam ameielekeza, wala hakuna shari yoyote isipokuwa Nabii alayhi salatu wasalam ameitahadharisha. Kwa maana hiyo, ndugu zangu katika imani, mambo haya mawili, ikhlas na mutaba'atu rasul, ni jambo muhimu mno. Amali yoyote ipime kwamba je, mimi hii ninaifanya kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala au ninaifanya ili watu waseme kwamba fulani amefanya. Kwa hiyo lazim amali yoyote iwe ni khalis, as-safi, an-naqi, iwe ni amali ambayo yenye kumtakasia Allah tabaraka wa taala, iliyotakasika, ambayo mtu hatarajii chochote katika ile amali anayoifanya isipokuwa anatarajia kupata uso wa Allah tabaraka wa taala. Allah anamsifia Nabii Ibrahim, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin. Nabii Ibrahim alikuwa ni umma ambaye yeye ni msimamizi tena mnyenyekevu mbele ya Allah tabaraka wa taala, hali ya kuwa mwenye kumtukuza na kumtakasa Allah tabaraka wa taala. Na Ibrahim hakuwa miongoni mwa wale wenye kumshirikisha Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo man ahabba liqaa Allah ahabba Allah liqaahu. Mtume anasema yoyote atakayetaka kukutana na Allah hali ya kuwa Allah tabaraka wa taala amemridhia, hali ya kuwa Allah tabaraka wa taala anamtazama kwa jicho la rahma, basi lazima azitakase amali zake, asimshirikishe Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo huyu sasa hata Allah mwenyewe anapenda kukutana naye. Man ahabba liqaa Allahi
ahabba Allahu liqa'ahu, yoyote atakayependa kukutana na Allah, basi Allah naye anapenda kukutana naye. Nakutana na Muumba wakati matendo unayafanya ili watu wakusifie. Lakini waman kariha liqaa Allahi kariha Allahu liqaahu, yoyote atakayechukia kukutana na Allah tabaraka wa taala, naye Allah anachukia kukutana naye. Kwa hiyo lazima sisi tunapopenda kukutana na Allah, lazima tujiandae, tujipambe katika ibada, tufanye kwa ajili yake Allah tabaraka wa taala.